Wakati wengi mkijiuliza kuhusiana na uwezo wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba ana akili zake zote timamu au hana akili timamu, mawazo yenu hayo hayapishani na mawazo wanayowaza raia wa Marekani pamoja na viongozi wa Marekani. Kwa mujibu wa ripoti ambazo tumezipata ni kwamba Marekani wamesema wanahitaji kufanyia marekebisho katika kifungu cha 25 cha katiba ya Marekani, huku jambo hili likizua ukosoaji mkali kutoka pande zote za kisiasa. Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutishia kuangamiza ustaarabu mzima wa Iran, kwa maana ya taifa zima la Iran, imeibua upya wito wa kutaka kutumika kwa marekebisho ya 25 ya katiba ya Marekani, na jambo ambalo limezua mustakabali mgumu zaidi. Licha ya sauti hizo kuongezeka kutoka kwa wanademokrat hadi baadhi ya waliokuwa washirika wake wa kisiasa, utekelezaji wa hatua hiyo unaonekana kuwa mgumu kisiasa na karibu inaonekana hauwezekani, hasa wakati umaarufu wa Trump ukishuka wakati tunaelekea katika ule uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ladies and gentlemen, ni kwamba Rais Donald Trump alichapisha kupitia katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, hasa Truth Social, akisema anataka kufanya kitu kinaitwa civilization, na baada ya hapo akatamka kwamba amesitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Sasa zaidi ya wabunge 70 kutoka chama cha Democrat wamehoji uwezo wake wa kiakili kuongoza taifa, wakitaka aondolewe madarakani, na wengine wametaja kwamba ana uwezekano wa kutumia marekebisho ya 25 ya katiba ya Marekani, na wengine wakiwasilisha hoja za kumuondoa madarakani kwa maana ya kumfanyia impeachment. Kinachovutia zaidi ni kwamba ukosoaji unatoka katika baadhi ya watu ambao walikuwa ni waaminifu sana kwake, na mfano ni aliyekuwa mbunge wa Georgia Marjorie Taylor Greene, ambaye aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social pamoja na X, akasema marekebisho ya katiba katika kifungu cha 25, hakuna hata bomu moja ambalo limetua Marekani, hatuwezi kuangamiza ustaarabu mzima, huu ni uovu na uwazimu. Mtangazaji maarufu Tucker Carlson naye amemshtumu Donald Trump kwa kutishia kile alichokiita uhalifu wa kivita na uhalifu wa kimaadili. Hata ndani ya kambi ya Make America Great Again, MAGA, dalili za kutoridhika zinaonekana. Mwanaharakati ambaye anaitwa Trisha Hope, ambaye hapo awali alikuwa mfuasi mkubwa wa Trump, alisema kwa masikitiko makubwa, akisema sio MAGA ambaye amebadilika, ni Trump ameshindwa kutimiza dhamira na ni wakati wa yeye kuondoka madarakani. Kwa maana ya sio Make America Great Again iliyobadilika, ila ni rais wa Marekani Bwana Donald Trump mwenyewe. Licha ya Trump baadaye kutangaza kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili, mvutano wa kisiasa unaoambatana na kauli zake haujaonyesha dalili za kupungua hata kidogo. Marekebisho ya 25 ya katiba ya Marekani yaliidhinishwa mwaka 1967 kufuatia kuuawa kwa John F. Kennedy, yakilenga kuweka utaratibu wa urithi wa rais na namna ya kumwondoa rais asiyeweza kutekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha marekebisho hayo ya 25, makamu wa rais pamoja na baraza la mawaziri wanapaswa kwanza kuwasilisha tamko rasmi kwa bunge, wakisema kuwa rais hawezi kutekeleza majukumu yake. Makamu wa rais kisha atachukua madaraka mara moja. Iwapo rais atapinga uamuzi huo kama ambavyo Trump angefanya, bunge linapaswa kupiga kura na theluthi mbili ya wabunge katika kila chombo, kwa maana baraza la wawakilishi na Senate, wanahitajika kuthibitisha kuondolewa kwa rais. Wataalamu wanasema hatua hii haijawahi kutumika katika historia ya Marekani, na hata mijadala ya aina hii haina mfano wa karibu kwamba labda imewahi kutokea, lakini imetokea katika kipindi cha muhula wa pili wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo wanataka kumuondoa madarakani kupitia marekebisho ya kifungu cha 25, ukitazama kile kifungu kidogo cha 4 cha katiba ya Marekani, ambapo wanasema hata wa Marekani wenyewe wanahofia juu ya uwezo wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuendelea kuliongoza taifa la Marekani. Rais wa Marekani mwenyewe Bwana Donald Trump, kabla hajaingia madarakani, alikuwa anahofia uwezo wa Joe Biden kuliongoza taifa la Marekani. Sasa ni wabunge wa Marekani, ni wabunge kutoka Democrat, ni wale wahafidhina, wafuasi wa Bwana Donald Trump,
ni wale waliokuwa watu wake wa karibu wa bwana Donald Trump wanasema mwamba kuna uwezekano kuna baadhi ya nyaya zimekatika za bwana Donald Trump. Na tatizo kubwa zaidi ambacho kinaonekana ni changamoto kubwa kumuondoa Donald Trump ni muundo wa uongozi wa sasa. Baraza la mawaziri la Trump linaelezwa kuwa na watu waaminifu kwake kwa kiwango cha juu sana. Makamu wa rais JD Vance ambaye ndiye mhusika mkuu katika mchakato huu hajaonesha dalili yoyote ya kumpinga rais. Kwa maana ya makamu wa rais JD Vance alipendekezwa na bwana Donald Trump. Kwa hiyo kimsingi ni kama anatekeleza matakwa ya bwana Donald Trump. Kwa mujibu wa wataalam kutoka Marekani, wanasema uwezekano wa kuimpeach rais wa Marekani bwana Donald Trump inaweza ikawa ni ngumu sana unless rais huyo awe hana fahamu kabisa, wakimaanisha kwamba vizingiti vya kumuondoa Trump ni vikubwa sana. Lakini kama ikifikia hatua JD Vance akasema anawashawishi mawaziri, basi bwana Donald Trump anaweza kawa impeached. Na baadhi ya watu maarufu ndani ya MAGA wamekosoa. Wafuasi wengi wa kawaida wanaendelea kumuunga mkono rais wa Marekani bwana Donald Trump. Na kauli za Trump ni za kipekee sana katika historia ya Marekani. Kwa sababu gani? Marais wengi waliopita, hata waliokuwa na misimamo mikali, walijitahidi kuonekana ni watu ambao wana busara pindi wanapozungumzia masuala ya vita. Utamtazama ule mgogoro wa mateka wa mwaka 1979, rais aliyekuwa madarakani Jimmy Carter, yeye alichagua diplomasia ya utulivu badala ya kauli za uchokozi na kulinda maisha ya Wamarekani ambao wametekwa. Kwa sasa njia ambazo zinaweza kumzuia Trump kisiasa zinaonekana kuwa njia bunge. Mahakama zimekuwa zikizuia baadhi ya maamuzi yake ya kiutendaji ambayo yapo kikatiba, lakini wameshindwa. Supreme Court ya Marekani, licha ya kuonekana kuwa na mwelekeo wa kumuunga mkono katika baadhi ya sera, lakini wamewahi kuzuia baadhi ya hatua zake ambazo alizifanya baba huyu. Uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka 2026 ndio kitu pekee ambacho kinasubiriwa kwa hivi sasa, ambacho kinaweza kikabadilisha mwelekeo wa siasa za Marekani, hasa ikiwa wanademokrat watapata udhibiti wa baraza la wawakilishi, jambo ambalo litawapa nguvu ya kuanzisha uchunguzi dhidi ya utawala wa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kwa hiyo hivi sasa tunapozungumza ni kwamba hatima ya kisiasa ya Donald Trump inategemea zaidi uaminifu wa wafuasi wake ambao wapo kwenye ile Make America Great Again, kwa maana ya MAGA. Wale ambao ndio ambao wapo katika nafasi za kiuongozi, hao ndio ambao wanatazamwa zaidi kama wanaweza nao wakaungana kwenye kufanya impeachment au ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kikafanyika. Lakini ukiachilia mbali taarifa hiyo ya kutaka kumimpeach rais wa Marekani bwana Donald Trump, ni kwamba kuna taarifa nyingine ambazo zinatoka pale Mashariki ya Kati, hasa Israel, ambapo Israel inatafuta kufanya mazungumzo na Lebanon baada ya kufanya mashambulizi na kutishia makubaliano ya Iran. Waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu maarufu kama Bibi amesema anatafuta namna kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Lebanon siku moja tu baada ya mashambulizi makubwa zaidi katika vita hivyo ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 300, hali ambayo imeweka hatarini makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani pamoja na Iran. Rais wa Marekani alitangaza kusitisha mapigano katikati ya mgogoro wa Iran ambao umedumu kwa wiki 6 siku 40, saa chache kabla ya muda wa mwisho ambao ulikuwa umewekwa, akitishia kuliangamiza kabisa taifa la Iran endapo hatua isingeweza kuchukuliwa. Hadi hivi sasa hakuna dalili zozote ambazo zinaonesha kwamba labda wa Iran wanakubaliana na hiyo mipango ambayo inataka kufanywa na Israel. Hapana, jambo hili linaonekana ni gumu zaidi. Iran wenyewe wamesema pamoja na kwamba Israel inataka sijui wafikie makubaliano ya kutofanya mashambulizi na kule Lebanon, na hili pengine wanalitazama zaidi kwa Iran, lakini wa Iran wenyewe wamesema la hasha, sisi hatutafungua kwanza huo mlango kwa sababu Israel wamekiuka masharti. Kwanza sharti moja wapo ni kutofanya mashambulizi kwenye nchi ambazo ni washirika wa Iran, ikiwemo hiyo Lebanon, na tuliona Israel jana wamefanya mashambulizi pale Beirut, watu zaidi ya 300 wamefariki dunia, yani ni zaidi ya Holocaust. Na Iran wenyewe wamesema kwamba kufungua mlango huu inaweza ikatangaza, yani ikautangazia ulimwengu kwamba
Iran wame give up, wametupa taulo, na ndani ya masaa 24 ya makubaliano ya kusitisha mapigano ni meli chache sana ambazo zimepita katika mlango huo, tofauti na wastani wa meli 140 kwa siku, na ikiwa ni takriban 20% ya usafirishaji wa mafuta duniani kote. Na bado Iran imesema inahitaji kujipa muda wa kufanya maamuzi kama meli hizo zitapita au hazitopita. Kwa hiyo hili ndilo eneo jingine ambalo limekuwa lina mgogoro kidogo katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Sasa kama nukta hapa, naomba niweke nukta moja. Nukta hii itakuwa ni nukta kubwa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ukiachilia mbali kwamba wamesema wanataka wakampime akili zake kama ana akili au hana akili, yani akili zake kama zina akili, ametoa onyo kali sana kwa NATO. Rais wa Marekani Trump ametoa onyo katika muungano wa kijeshi wa NATO, na ametaka wanachama wake wachukue hatua za haraka kusaidia kulinda ule mlango wa Hormuz baada ya Iran kuonekana hawana mpango wa kufungua huo mlango. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeripotiwa, zinukuu vyanzo mbalimbali na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais amewapa wanachama wa muungano huo muda mfupi wa kutoa ahadi ya wazi ya kushiriki katika juhudi za kulinda eneo hilo muhimu na la kimkakati. Hasira za Trump unajua zinatokana na nini? Zinatokana na kile ambacho amekiona ni kama uzembe na kuto kuwepo kwa msaada kutoka kwa washirika wa Ulaya wakati wa vita kati ya Marekani na Iran, ambapo kupitia katika mtandao wa kijamii wa Truth Social, huyu baba alisema NATO haikuwepo tulipowahitaji na haitakuwepo tena tukiwahitaji katika siku zijazo. Katika wiki za hivi karibuni, Trump amekuwa akikosoa sana nchi za Ulaya wanachama wa NATO kukataa kuunga mkono vita vinavyoendeshwa na Marekani kwa kushirikiana na Israel dhidi ya Iran. Nchi ya Hispania imekataa kabisa kuruhusu ndege za kijeshi za Marekani kutumia vituo vyake. Ujerumani na Uingereza nazo zimetoa msimamo mkali dhidi ya Trump. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu ameelekeza kuwa hii sio vita yao, bali anasema ni vita ya wote. Katibu mkuu wa NATO Mark ameelezea kuwa mazungumzo kati ya Kena Trump yalikuwa ya wazi na ya moja kwa moja, akitaja kama mazungumzo kati ya marafiki wawili wazuri. Hata hivyo, amekiri kuwa Trump anaonekana wazi kukatishwa tamaa na msimamo wa washirika wake. Na alipoulizwa mara kadhaa iwapo Marekani inaweza ikajiondoa ndani ya NATO, Rutte hajataka kutoa jibu la moja kwa moja. Lakini pia Rutte huyu amekuwa akikosolewa barani Ulaya kwa kile kinachoonekana kama kumtii na kumpendelea Trump kupita kiasi. Na katika tukio la pamoja mwaka 2025 aliwahi kumuita Donald Trump jina la utani daddy, jambo ambalo lilisababisha mjadala mkubwa sana na kejeli katika idara mbalimbali. Na katika kabla ya mkutano wao wa hivi karibuni, msemaji wa ikulu Caroline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kuwa uwezekano wa Marekani kujiondoa NATO ni swala ambalo Trump amewahi kulizungumzia na linaweza likajitokeza tena katika mazungumzo. Wakati huo waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth, yeye alisema wiki iliyopita kuwa mustakabali wa NATO uko wazi, akibainisha kwamba Marekani kwa sasa haiwezi kuthibitisha kikamilifu dhamira yake ya ulinzi wa pamoja. Akimnukuu Trump akasema, huwezi kuwa na muungano imara ikiwa kuna nchi ambazo haziko tayari kusimama pamoja nawe pindi unapozihitaji. Kwa hiyo kwa wale ambao mni watu wa kuangalia nje ya boksi, mnajua kabisa huyu baba kapanic. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kapanic, na amepanic kwa sababu alichokuwa anakitarajia kukipata kule Iran kimekwenda tofauti na vile. Sasa hivi anafikiria NATO watumie kile kifungu cha 5 cha mkataba kwamba mwanachama wa NATO akishambuliwa basi nchi wanachama wote au NATO nzima itakuwa imeshambuliwa. Sasa wameshambulia tu Iran kidogo tu, dunia nzima sasa hivi inatoa mlio kwamba hatuna mafuta yamepanda bei. Nilisikia kauli juzi hapo wanasema sijui mafuta Marekani yanauzwa shilingi 8,000, sijui yanauzwa shilingi ngapi. Nikasema oho, hali imeshakuwa mbaya zaidi. Lakini kimsingi ni kwamba situation bado ni mbaya sana. Na the coming days, mnajua tunaelekea mwezi wa 5 mwezi wa 5 tunaelekea, yani naweza nikasema ni moja kati ya miezi migumu sana, mwezi wa kishetani huo kwa Marekani. Ndio huo mwezi ambao mlisikia rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema watautumia kama sehemu ya kutangaza matukio yote ya hovyo. Kwa hiyo kabla hatujaelekea kufikia katika mwezi huo, nadhani ni lazima wao wametafuta jambo la kuhakikisha kwamba wamejiondoa kabisa kule Iran, ili mwisho wa siku dunia iconcentrate na hayo matukio yao ya kishetani ambayo yatayafanya mwezi huo wa 5. Usisahau kusubscribe,
like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.